tunataka nasema naomba nitoe michache ya upendeleo, au tunasema kuna maeneo ambayo tungependa sana kushare na nini ile uwekezaji wa upendeleo. Wa kwanza kabisa tulikuwa tunataka kuongelea upande wa miradi misonge. Miradi misonge ni hii tunasema ni bidhaa ambazo zinakwenda kama magonjwa ya TB, ya malaria, ya HIV, ambayo haya yanaenda zaidi yanakuwa yanafadhiliwa na wafadhili. Ukiangalia hapo utaona kwamba kwa mwaka katika hii kipindi kifupi ambacho tumeshiriki pamoja, tumeongeza sana utekelezaji wetu na ufanisi wetu. Kwa mfano, kuna tunaita round kwenye upande wa ufadhili. Kati ya kipindi cha 2021 mpaka 23, utekelezaji wetu ulikuwa umefikia 97% ya malengo. Na malengo haya ni kwamba yalikuwa ni kuhakikisha kwamba kila kifaa ambacho tulikuwa tulinunua, tulikuwa kusambaza tunasambaza, na ilikuwa ni ongezeko kubwa sana. Na maeneo mengine ya kujivunia pia ni swala la usambazaji wa vyandarua. Nafahamu katika jamii yetu tunapambana sana malaria. Na msambazaji mkubwa sana hizi vyandarua kwa ajili ya kukinga watoto au mama ni MSD, ambapo wamesambaza vyandarua kwa mwaka 21 vilikuwa ni milioni 7,229,932, lakini mwaka 2023 tulisambaza vyandarua milioni 9,796,506. Kwa tuliongezeka, unaona kabisa, kwa zaidi ya 30%. Tulivuka lengo kwa tulivuka vile vya mwaka utangulia kufika kwa 36%. Naomba kidogo tu niwagusie kwenye ile swala la vifaa tiba. Kidogo tu. Yani kwa sababu naona ni eneo ambalo tutatakiwa tujivune sana. Kwenye vifaa tiba, ukiangalia mwaka 2018, maana nimetaja figa bilioni 390 na kitu. 2021 tulisambaza vifaa tiba vya bilioni 18 tu. 2022 kwenda 23 tukasambaza vifaa vya bilioni 56. 23-24 tukasambaza vifaa vya bilioni 193. Si mnaona hiyo inavyopanda inapanda kwa kasi mno. 21 ilikuwa ni bilioni 18 tu. Mwaka jana wa fedha tulifika bilioni 193. Na mwaka huu katika hii miezi kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana mpaka mwezi wa 2 mwaka huu tumeshafika bilioni 109. Kwa unaona kwamba mpaka tunafika mwezi wa 6 tutakuwa napo tuko juu sana. Haya mafanikio yanatokana na uwekezaji wa serikali.